Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimefurahi kujumuika nanyi tena siku ya leo, siku nyingine. Heshima na utukufu ni kwa Mungu wetu. Semina hii tunakumbuka tulianza Jumatano iliyopita, ikawa tuendelee kwa muda wa siku 5, lakini katikati Mungu akapenda kumpumzisha mpendwa wetu mtumishi mtendakazi pamoja nasi. Mimi huwa nasema, napenda kutumia neno la Biblia kwamba wafao katika Bwana wamelala. Kwa hiyo mtumishi mwenzangu tulimtakia usiku mwema, maana wakati wake wa kulala ulifika, lakini ninaamini ataamka tena, tutakuwa naye upande wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana ni mitambo wangu, Mungu akubariki. Kwa bao ndo siku ya kwanza, pengine Jumatano iliyopita hawakufika. Semina hii itakuwa semina ya siku 5, na namshukuru Mungu kwamba siko peke yangu katika semina hii. Nimeambatana na watumishi watendakazi pamoja nami. Jumatano nilitambulisha, lakini sasa nitambulishe kwa ufupi tu, alafu baadaye hawataongea, watapata nafasi ya kuja kuongea baadaye. Nipo na director wa kampuni ya kwangu ambayo ni kampuni ambayo ninafanya nayo kazi, inaitwa Academician Multi Solution Company. Niliye naye ni director ni sound engineer wa kampuni, lakini pia ni director wa video na audio, maana pia huwa anafanya mafundisho kwa njia ya radio, kwa njia ya TV, kwa njia ya kurekodi vipindi, ambaye anasimamia ubora wa sauti na kuhakikisha picha zinapatikana katika ubora wake. Ni director mmoja mfanyakazi pamoja nami ambaye Mungu amenipa, anaitwa Charles Michael, huyo hapa. Kwa hiyo kazi ya Bwana inazidi kusonga mbele, anazidi kunipa watu wa kutumika pamoja nao. Kama mnavyoona leo kuna mitambo mingine, sio mic za kushika tena. Namshukuru Mungu. Lakini pia pamoja nami niko na mtendakazi pamoja nami ambaye kiumri ni baba yangu, lakini ni rafiki yangu kipenzi. Ni askofu wa makanisa ya Rejoice Pentecoste kwa hapa Mwanza na kanda ya Ziwa, na Mungu amenipendeza kufanya kazi pamoja naye, na nitakuwa naye kwenye semina hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Anaitwa Askofu Baski Dibalema, yule pale alimaarufu nimezoea kumuita babu. Na kwa babu iko hazina, tutafuna mengi kwake. Mwenyewe nimefuna mengi kwake. Nilikuja kufundisha hapa huduma ya deliverance, nakumbuka kwenye kanisa hili. Huduma hiyo mwalimu na muasisi wa deliverance kwa kanda ya Ziwa ni babu pale. Kwa hiyo nilikuja kufanya sehemu ya tawi la huduma yake kwenye kanisa hili kwa wakati huo. Lakini najua baada ya huduma ya deliverance kuna maswali mengi ambayo pengine yaliibuka na hayakupata majibu. Basi naomba funika macho yako nipate kuomba ili tuanze rasmi semina yetu ya leo. Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wangu na baba yangu, ninakushukuru. Sante kwa wakati huu. Sante Mfalme, sante Bwana wa Bwana. Ninakurudishia heshima na utukufu kwa sababu ratiba ya siku ya leo na siku zote 5 zilizo mbele yetu ulikwisha ziratibu katika ufalme wa mbingu. Zilikwisha kaa katika ratiba yako ya kwamba siku hizi mimi na watumishi wako tutazitumia kuyanena yaliyo mapenzi yako kwa watoto wako wa kike kwa wa kiume walioko mahali hapa. Sante Bwana Yesu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Sante kwa sababu ndani yetu uko na unaishi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa Roho wako Mtakatifu Mungu, utujalie kuelewa.
Sema na kila mmoja kwa jinsi ya umbo lake la ndani. Fungua ufahamu wao Bwana, ili wanaposikia wapate kuelewa, wanaposikia wapate kuelewa, na wakielewa wapate kuliishi neno ili lipate kuzaa matunda. Asante Bwana Yesu kwa sababu unasikia na umekwisha jibu. Hata sasa umetenda kwa mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kwa wale wageni, pengine ndio siku ya kwanza leo tunaonana, naitwa Emmanuel Michael Nyagabona. Ni mwalimu, ninafundisha vitu vipatavyo 5. Nafundisha masomo ya Biblia ama theolojia. Nafundisha afya kwa sababu ni daktari wa binadamu. Nafundisha saikolojia, nafundisha ujasiriamali ama uchumi, lakini pia nafundisha sanaa. Kwa hiyo kwa jumla nafundisha vitu 5. Lakini leo kilichotukutanisha hapa ni habari ya ufalme wa Mungu, habari ya injili ya neema, ndio iliyotukutanisha mahali hapa. Ninafahamu baada ya kuwa nimefundisha kuhusiana na huduma ya deliverance, ninajua wengi tuliifanya huduma ile na matokeo yalikuwa yanatokea, si ndio? Tunakumbuka. Lakini kila mmoja yawezekana alikuwa na maswali ya kujiuliza yasiyo na majibu. Swali la kwanza, pengine kwa nini kuna watu tunapowafanyia maombezi, kila wiki tunapomfanyia anaanguka, akiombewa leo analipuka pepo, tukija kesho tukimwombea mtu yule yule analipuka pepo, tukija baada ya wiki tukamwombea analipuka pepo? Kwa nini? Kwa nini hawafunguliwi wakaenda jumla? Kwa nini hatusomi Yesu aliwaombea vipofu wakaenda wakarudi kuwa vipofu, akawaombea mara ya pili? Aliomba mara moja na alitamka mara moja na wakaona jumla. Kwa nini leo tunafanya huduma ya maombezi, lakini kila tunapofanya huduma hiyo, baada ya siku ukirudia watu wanaanguka vile vile? Nafikiri yamekuwa ni maswali ya kujiuliza. Kwa nini pia tunapofanya huduma tunafunga siku 10, siku 40, siku 5 kavu, tunafunga, tunamwomba Mungu, tunaomba rehema, tunajitakasa. Wakati mwingine mtu anakataa hata kutoka ndani ya nyumba yake, anakaa ndani ili atunze uwepo, alafu anapokwenda kufanya huduma anaombea pepo masaa 3, 4, 5, anatoka jasho, anatumia nguvu. Unakuta mtumishi wa Mungu kama ni shati imeloa jasho, anaombea pepo, anapiga moto kwa jina la Yesu, imekuwa kwa damu ya Yesu, fire na kadhalika. Anatoka pale amechoka, sauti na kwaruza, hawezi hata kwenda kufanya semina siku nyingine, amechoka. Unapiga pepo masaa 3, 4. Kwa nini hatukuyaona haya kwa Kristo mwenyewe? Kwa nini kwa mitume wake wale kanisa la kwanza hatukuyaona? Shida ni nini? Tunakosea wapi? Wapi kanisa limejikwaa, ama wapi tumegota kiasi kwamba huduma zetu zimekuwa za nguvu, huduma za jitihada binafsi? Yaani unafunga ili ujae nguvu, alafu ukija kuombea pepo unakemea, unataja jina la Yesu mara 30, mara 40. Ina maana jina la Yesu ukilitamka mara 10 ndio linapata nguvu, ukilitamka mara 1 linakosa nguvu. Ni maswali ambayo wengi wetu tunajiuliza. Pengine hukuwahi kujiuliza, lakini ni maswali ambayo mimi binafsi nilijiuliza na yakanipa shida. Wengi wetu tunatamani kufika viwango vya kutamka kitu kikawa, kwamba ukisema kiwete nyanyuka kwa jina la Yesu, ananyanyuka na kwenda, kama ambavyo Petro na Yohana walimwambia yule mlemavu aliyekuwa akiomba pale kwenye mlango wa hekalu, ule mlango mzuri. Walimwambia hatuna fedha ya kukupa, lakini tulicho nacho ndicho hiki, kwa jina la Yesu nyanyuka uende. Na Biblia inasema akasimama akaenda hekaluni akishangilia. Sasa
Kwa nini sisi hatufiki viwango hivyo? Tunakosea wapi? Kwani ni Yesu huyu aliyekuwa naye kina Yohana? Ni Yesu huyu aliyekuwa naye kina Petro? Ni Yesu huyu aliyetenda kazi na Paulo? Ndiye Yesu tuliye naye, yule jana, leo na hata milele. Kwa nini leo jina lake tunalitaja mara 50? Kwa nini? Kila mmoja wetu Mkristo anatamani afike viwango vya kuamuru vitu na viwe. Ukisoma Biblia, neno la Mungu linasema ukiwa na imani kama punje ndogo ya haradali, utaiambia milima ng'oka, nayo itafanyaje? Haisemi utapiga kwa jina la Yesu, utakanyaga, utaharibu, utaiamuru milima nayo itang'oka. Kwa sentensi. Hasa tunafikaje huko? Tunafika kwa kufunga? Tunafikaje? Kuna siri gani hapo ya kufika viwango vya juu, vya kuona uwepo wa Mungu ukitamalaki kwa viwango vikubwa? Kuna siri gani? Majibu yote ya maswali haya yapo kwenye injili ya neema, na ndiyo injili ambayo tumekuja kufanya semina mahali hapa, injili ya neema. Namshukuru Mungu alinipa neema ya kuifahamu neema, na akanipa watendakazi ambao mimi na wao tumepitia kwenye huduma ya deliverance ya maombezi, tumepitia kwenye hizo huduma kwa muda mrefu, lakini akatupa neema ya kuifahamu neema ya Kristo. Kwa hiyo kupitia neema hiyo tukaanza kufundisha injili ya neema. Tukaachana na habari za sheria, habari za Torati na mengineyo. Tunajiuliza, kwa nini tunakwenda kwenye mikutano furahisha ama viwanja vyovyote vikubwa, wakija wahubiri wa kutoka nje, huwa hakuna mabanda? Mmekwenda kwenye mikutano ya Peter Young, hakuna mabanda yaliyojengwa. Mmekwenda kwenye mikutano mikubwa ya watumishi wa Mungu wakubwa wanaotoka nje, unakuta hakuna mabanda. Hasa najiuliza, kwa nini tukija wa Afrika, tukija sisi wa Tanzania, watumishi wa Mungu ambao tunaamini watumishi wakubwa, lakini tukifika pale lazima tujenge mabanda? Tunajengea pepo mabanda, yaani pepo akilipuka kule mbele tumlete nyuma. Tunajengea pepo vibanda. Tumewahi kujiuliza kwa nini tunajengea pepo vibanda? Ukisikia kuna mahubiri sehemu, wanaandaa na sehemu ya kuombea watu, yaani kwamba wakiwa pale mbele akisema kwa jina la Yesu hayawezi kutoka mpaka yachukuliwe yapelekwe kule nyuma, watu wakapige fire, wakakanyage, wakanyonge, wakaweke juu, wapige mishale, wapige moto kwa jina la Yesu, wamwage damu ya Yesu. Wengine wachukue na maji ya chupa, waseme wanayageuza damu ya Yesu, wawamwagie. Wengine wachukue na chumvi na udongo, wawapake, ndio mapepo yatoke. Tumewahi kujiuliza kwa nini? Nikagundua ukiichua vizuri injili ya neema, kuhubiri ni raha. Amen. Kuhubiri ni rahisi. Amen. Kwa sababu ni Kristo mwenyewe anajitukuza. Unamwachia mwenyewe anaifanya kazi yake, wala hakuna shida, hakuna jitihada za kwako, hazipo za kuanza kusema imefika hatua sasa ili mtu ujulikane ni mchungaji lazima uwe na sauti ya kukwaruza, katika jina la Yesu. Eti hiyo ndio sauti ya kichungaji? Uchungaji siku hizi ni sauti. Ukiongea basi, una sauti ya kichungaji wewe. Watu akisema katika jina la Yesu anaona isikike, anaweka na mbwembwe, katika jina la Yesu. Ukiivuta ndio inakuwa na nguvu. Kumekuwa na maigizo mengi ndani ya kanisa, lakini ambayo yote ukiangalia ni mapokeo yasiyo na maana. Watu wanatoka nyumbani, amesali nyumbani, hajaanguka. Akifika kanisani, akisali, anashukiwa na roho, anaanza kugaragara, anaingia chini ya viti, chini ya meza, watu wamuone amejazwa roho.
Kwani huyu roho huwa Jumapili tukimaliza ibada tunamwacha kwenye mlango wa kanisa, tukienda nyumbani tunakuwa hatuna huyo roho? Mbona tukisali nyumbani hatuingii chini ya viti? Mbona tukisali sokoni hatuingii chini ya viti? Ila tukifika Jumapili kanisani, yaani ni kulia, ni kugaragara, ni kuingia chini ya viti, ni kuonyesha mapokeo yasiyo na maana, maigizo. Kwa sababu kama wewe roho wako akibubujika, kwa sababu kama umeokoka, Roho Mtakatifu yuko ndani. Kama yuko ndani yako, umejaa roho, umejazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ameingia na kufanya makao ndani yako. Maana yake ukiwa sokoni uko naye, ukiwa nyumbani uko naye. Ina maana kama Roho Mtakatifu huwa anakugaragaza kanisani, ukiwa nyumbani ukiomba ugaregare kwa sababu yupo. Ukiwa sokoni ukiomba uingie chini ya meza sokoni kwa sababu yupo. Ni yule yule jana, leo na hata milele. Kwa nini unakuja kugaragara kanisani alafu nyumbani ugarigari? Nyumbani anakuwa roho ameenda likizo. Ila akiona watu kanisani ndio sasa anachachamaa. Roho anachachamaa. Eti kumekuwa na maigizo, mapokeo yasiyo na maana. Vitu vyote hivi vikawa vinanipa maswali. Kwa nini kanisa la Mungu tumekwama wapi? Wapi tunakosea? Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu amefunua. Na kwa sababu ninawapenda na nilikuwa nanyi katika zile zama za mawe, ninashukuru Mungu ninaenda kupita nanyi katika zama za teknolojia. Ndio maana nilifurahi sana kuja kufundisha hiki kitu hapa mimi mwenyewe. Kwa sababu kuna siku nilikuwa najiuliza, hivi akija mtu, angekuja mtu mwingine kwa nilichofundisha na matokeo watu wakayaona, akaja mtu mwingine akaanza kusema hapana, tupite hivi, sijui kanisa lingekuwa kwenye hali gani? Watu wangesema hapana. Kwa sababu wengi wetu tunapima uhalali wa imani kwa matokeo. Naomba nikwambie, imani yoyote iwe potofu iwe sahihi ina matokeo. Ina nini? Imani yoyote ina matokeo. Unanielewa? Wachawi wanaendelea kuroga kwa sababu wanaona matokeo kwenye uchawi wao. Wangekuwa hakuna matokeo wasingeendelea. Unanielewa? Kila imani ina matokeo. Usipime matokeo kuhalalisha kitu, bali fuata neno, mwongozo. Halalisha matokeo unayoyaona kwa neno, sio kwa matokeo. Imani yoyote ina matokeo. Tunaelewana? Usije ukapima ukahalalisha kitu kwa sababu ya matokeo. Hapana. Wanaoabudu mizimu wanaendelea kuabudu mizimu kwa sababu wakiomba mizimu mvua inanyesha wanaiona. Si unanielewa? Kila imani ina matokeo. Kwa hiyo usione tu kwa sababu yule ameomba mzimu pale chini ya mti na mvua ikanyesha ukasema imani yake ni ya kweli. Hata wachawi wa Misri walipiga fimbo chini zikawa nyoka. Tunaelewana? Kwa kila imani ina matokeo. Usije ukahadaika kwa matokeo. Watu wengi tunahadaika kwa matokeo kwa sababu tunaona ile miujiza tunakimbilia, tunahadaika. Na ni kwa sababu shida kubwa ni kwamba hatufahamu. Kuna maswali matano ambayo hatujawahi kuyajibu. Semina hii wakati tutakwenda tukijibu maswali hayo matano. Maswali mangapi? Maswali matano ya msingi. Swali la kwanza, wewe ni nani? Wewe ni nani? Watu wengi hatujifahamu sisi ni nani. Wengi ukimwambia niambie kuhusu wewe, anakwambia kuhusu kumbukumbu zake, sio kuhusu yeye, kuhusu kumbukumbu zake. Mimi nilizaliwa, nikasoma shule ya msingi, nikatoka shule ya msingi, nikaenda hapa anakwambia kuhusu yeye. Nikaenda sekondari, alafu nimeolewa, nimeoa, nina watoto. Huyo sio wewe. Hizo ni kumbukumbu zako, sio wewe.
Ukisema huu ni mkono wangu, maana yake huo mkono sio mimi. Kuna ambaye anaumiliki mkono, ndio maana unakuwa mkono wangu. Kuna huyo wangu yupo na mkono upo, si mnaelewa? Ukisema hiki ni kiatu changu, maana yake hiki kiatu sio mimi. Maana yake kuna kiatu na anayekimiliki kiatu. Ukishasema huu ni mke wangu, maana yake kuna mke na kuna wangu. Huyo wangu ndio wewe. Sasa wengi tukiambiwa kuhusiana na wewe ni nani, tunaanza kueleza kumbukumbu zetu, sio kujieleza sisi. Hatujifahamu sisi ni nani. Na hata hapa ningeuliza, kila mtu angeniambia kumbukumbu zake anazozikumbuka tu. Nina diploma, nina degree, nina masters. Hizo ni kumbukumbu, huyo sio wewe. Amen. Lakini semina hii itatufundisha kujua sisi ni nani. Amen. Swali la pili, umetoka wapi? Umetoka wapi? Wengi ukiuliza umetoka wapi, wanakwenda kwenye historia. Sisi tulikuwa nyani, sisi tumetoka Afrika ya Kusini, Kiwangoni, tulihamia Tanzania. Hizo ni historia na kumbukumbu. Halisi kabisa, umetoka wapi? Usipojibu haya maswali, unapoteza maana ya maisha. Na ukiruhusu mtu mwingine akujibie tofauti na wewe, anayekujibia atakutawala. Akishaamua wewe ni nani, akaamua unatoka wapi, ataamua unaenda wapi. Tutakwenda taratibu, tutapata kufahamu. Swali la tatu, kwa nini upo hapa? Kwa kwenye hii semina katika Injili ya Neema tutajibu yale maswali, tutajibu na haya maswali mangapi? 5. Tunaelewana? Kwa nini upo hapa? Hilo ni swali la 3. Swali la 4, unaweza nini? Unaweza nini? Ni swali ambalo watu wengi pia hatujawahi kulijibu. Ukimuuliza mtu unaweza nini, anakwambia mimi nina elimu ya form 4. Elimu ya form 4 ndio uwezo? Unaweza nini? Mimi nina degree. Degree ndio uwezo? Kwani waliogundua vitu walikuwa na masters? Uwezo. Unaweza nini? Tutajibu. Tutakufundisha, sio tutakujibia, utajibu wewe. Tutajifunza ili ujibu mwenyewe. Tunaelewana? Kwa sababu ukiruhusu mtu mwingine akwambie unaweza nini, utakuwa mtumwa wake. Kwa sababu utafanya kwa mipaka. Tunaelewana? Baada ya hapo, swali la 5, unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Haya maswali 5 ni maswali muhimu sana kwenye maisha ya kila mtu, sio tu Mkristo. Kila mtu anapaswa kujibu haya maswali 5, sio kujibiwa, kujibu mwenyewe kwa usahihi hayo maswali 5. Ukiyajibu kwa usahihi, maana yake unajua sababu ya kuishi kwako, unajua kusudi la kuumbwa kwako, na hakuna mtu atakwambia wewe ni mtu fulani wakati unajijua. Ukishajijua ni rahisi kusema hiki hapana, hiki sawa, kwa sababu unajijua. Ukishajijua wewe ni mkimbiaji, huwezi kwenda kwenye mazoezi ya uimbaji. Ukishajijua wewe ni mwalimu, huwezi kwenda kwenye mazoezi ya jeshi. Unanielewa? Wengi tunapata shida. Hata haya mapokeo tunapokea, tunakwenda kwa sababu haya maswali 5 hatujawahi kuyajibu. Inawezekana umejibu moja au mawili au yote hujawahi kuyajibu. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Neema. Semina hii yote ya siku 5, msingi wake umejengwa juu ya maandiko mawili ambayo naomba nisome maandiko, alafu wewe utaandika, alafu tutayasoma baadaye. Andiko la kwanza ni Timotheo wa pili, sura ya 2 mstari wa 15. Kwa wale wageni, kwa wenyeji najua tuliandika Jumatano iliyopita. Timotheo wa pili, sura ya 2 mstari wa 15.
Halafu Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 7 hadi mstari wa 18, halafu mstari wa 6. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 18, mkato mstari wa 6 kwenye sura hiyo hiyo. Tunaelewana? Jamani, kwenye semina hii unaruhusiwa kuniuliza swali lolote. Mahali ambapo unaona hujaelewa, uliza, kwa sababu mimi ni mwalimu. Mwalimu anapaswa kuwasiliana na darasa lake. Amina. Unaelewana? Amen. Hapo mimi nafundisha, sihubiri. Amina. Kujitahidi kuelewa. Usipoelewa, uliza. Sawa eh? Hayo maandiko yaandike kwanza, tutafika muda wa kuyasoma. Nitaomba Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 7 mpaka 18, mkato mstari wa 6. Hatusomi kwa sasa, nimeyataja tu kwamba hayo ndiyo maandiko ya semina yetu ya siku ngapi? 5. Tutatembea kwenye maandiko hayo mawili. Tunaelewana eh? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo semina nzima itakuwa ikijibu au ikijenga hoja katika msingi wa maandiko haya. Hapa tumekuja kuelezana juu ya habari ya ufalme wa Mungu. Habari ya sio habari ya dini. Tunaelewana eh? Sio habari ya dini. Ikifika saa 11:30 mniambie ni stop. Utakuwa muda wangu unakwenda na mwachia babu. Sawa eh? Nimeanza saa 10:30, 11:30 inabidi niachie. Amina. Nikumbushe, tusije tukanogewa wote. Amina, amina. Maana mimi wananogewa, ndio maana nimesema mapema. Ufalme wa Mungu ni tofauti na dini. Ni tofauti na dini. Kuna tofauti kubwa kati ya ufalme wa Mungu na dini. Ni vitu viwili ambavyo havitakutana, havijakutana na havitakutana. Havikuwahi kukutana, havitakutana, havijakutana hata sasa na havitakutana. Usifikiri unakihubiri dini unahubiri ufalme wa Mungu. Hapana. Nitakupa tofauti kwa haraka. Ufalme wa Mungu umemuumba mwanadamu. Ufalme wa Mungu ndio uliomuumba mwanadamu. Tunaelewana? Lakini dini imeumbwa na mwanadamu. Baada ya mwanadamu kupotea, ndo akatengeneza taratibu ambazo yeye anaamini zitamrudisha alikopotelea Edeni. Yaani akatengeneza njia kwa taratibu zake ambazo anaamini yeye zitamrudisha wapi? Alikopotelea. Umeona tofauti ya kwanza? Ufalme wa Mungu umemuumba mwanadamu, lakini mwanadamu ameumba dini. Mbona tofauti? Hiki ni cha Mungu, hiki ni cha mwanadamu. Cha kwanza hicho, sawa? Cha pili, ufalme wa Mungu unaanzia mbinguni kuja duniani. Unaanzia mbinguni kuja wapi? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako wapi? Ufalme wake uje wapi? Kwa hiyo ufalme wa Mungu unakuja wapi? Mapenzi yake yatimizwe duniani kama wapi? Tunaelewana? Lakini dini zote zinahubiri kupeleka watu mbinguni. Dini zote zinahubiri kupeleka watu wapi? Lakini ufalme wa Mungu unasema nendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi. Lakini dini zinasema tuikimbie dunia na mambo yake twende mbinguni. Dini inatoa watu hapa kupeleka mbinguni, wakati ufalme wa Mungu unakuja duniani. Maana sisi zilipo tofauti. Amen. Kiongozi katika ufalme wa Mungu ni Mungu mwenyewe, ndiye aliye mfalme mkuu. Kiongozi katika dini ni mwanadamu. Ndio maana kuna baadhi ya madhehebu unasikia kuna rais wa dhehebu. Kuna baadhi unasikia kuna rais, kuna askofu mkuu, kuna kiongozi wa dini ni mwanadamu.
lakini kiongozi wa ufalme wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Naona tofauti? Ufalme wa Mungu, wote walio katika ufalme wa Mungu ni raia. Ufalme ni kama nchi. Ukisema ufalme, maana yake kuna mfalme. Kama kuna mfalme, maana yake hiyo ni kama nchi. Tunaelewana? Kama ufalme wa Mungu ni kama nchi, maana yake walio ndani ya nchi ni raia wa nchi, na haufanyi chochote kuwa raia, ila unazaliwa tu. Ukizaliwa Tanzania unakuwa raia wa Tanzania. Haufanyi chochote cha ziada cha kukufanya uwe raia wa Tanzania. Tunaelewana? Maana yake kwenye ufalme wa Mungu, wakisha mkiri Kristo aliye njia, aliye lango, sawa, unakuwa raia, unazaliwa mara ya pili, sawa, unakuwa raia wa mbinguni. Lakini kwenye dini haina raia wa dini, ina wanachama wanaitwa washirika. Ufalme hauna mshirika, una raia, lakini dini ina washirika. Kristo alipokuja duniani alihubiri ufalme wa Mungu, lakini alizikuta dini duniani, na moja ya watu waliomsulubisha ni wanadini. Wanadini ndio walimshtaki Yesu kwa wanasiasa. Wanadini walimkamata kwamba kavunja Sabato. Wanadini walimkamata kwamba amesema atalivunja hekalu, halafu wakampeleka kwa wanasiasa, wakaenda kumwongezea shtaka la kisiasa, amesema yeye ni mfalme. Kwa hiyo walioshiriki kumsulubisha Kristo ni wanadini na wanasiasa, lakini Kristo alihubiri habari ya ufalme wa Mungu, na ndio akasema habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa watu wote kuwa ushuhuda, ndipo hapo mwisho utakapofika. Hakusema dini zitahubiriwa. Tunaelewana? Amen. Sasa tuko hapa kwa ajili ya habari ya ufalme wa Mungu, sio habari ya dini. Usiniulize mimi nasali dhehebu gani, kwa sababu Mungu anapotazama kanisa duniani hatazami dhehebu, anawatazama watakatifu wake kote kwa ujumla wao. Amen. Kanisa ambalo ni mimi na wewe, tunaelewana? Kwa sababu kanisa sio jengo. Tukitoka wote tukaweka vinywaji inakuwa baa, haliitwi kanisa. Amen. Tunaelewana? Kwa kanisa sio jengo. Kanisa ni nani? Mimi na wewe. Kanisa ni mtu. Kanisa ni mtu. Kwa nini? Kwa sababu mbingu ni nini? Kwa sababu mbingu ni nini? Mbingu iko wapi? Mbingu iko wapi? Mungu anaishi wapi? Mungu anaishi wapi? Mbinguni. Mungu anaishi ndani yako, si ndio? Na ambako Mungu anaishi panaitwaje kwa jina moja? Mbinguni, si ndio? Kwa hiyo kama Mungu anaishi huku, si ndio? Mungu anaishi huku ndani yangu, si ndio? Mwili wangu ni hekalu la Mungu, sawa? Na ndani ya hekalu kuna madhabahu. Si mnajua hiyo? Ndani ya hili hekalu kuna madhabahu. Kwa hiyo ndani ya hekalu kuna madhabahu. Madhabahu ni moyo wako. Tunaelewana? Kwa hiyo Mungu anaishi huku. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wamekuja na kufanya makao kwako huku ndani, si ndio? Kwa maana yake mbingu ni huku ndani, si ndio? Maana yake kama wako ndani yako, maana yake wewe ni mbingu, si ndio? Wewe ni mbingu inayotembea. Ndio maana Mungu akasema anakanyaga ardhi kupitia, anasema ardhi ni mahali pangu pa kuweka miguu. Tunaelewana? Ardhi ni mahali pa kuweka miguu. Kama ni mahali pa kuweka miguu, unafikiri Mungu ni kiumbe kirefu kinakaa mawinguni kinaweka miguu chini? Yuko huku ndani. Kwa kuwa yuko ndani, mimi ni mbingu inayotembea. Ardhi ni mahali pangu pa kuweka miguu, ninakanyaga na Mungu anakanyaga kupitia miguu yangu kwa sababu yuko huku ndani. Unapomkiri Kristo, Kristo anapata cha kwanza
anapata miguu mipya ya kukanyaga, anapata mikono mipya ya kushikia, anapata macho mapya ya kutazama, anapata kinywa kipya cha kunenea, zaidi ya yote anapata hekalu jipya la kukaa. Anakaa ndani yako, anafanya Kristo, wewe unakuwa balozi wa ufalme wa Mungu. Sasa kanisa ni mimi na wewe, sawa? Kanisa ni mwendelezo wa ufalme wa Mungu, ni mwendelezo wa ni extension ya mbinguni. Tunaelewana? Sasa kwa sababu ni extension ya ufalme wa Mungu kanisa, maana yake watu wakitaka kupata chaji za mbingu wanaweka simu zao kwenye extension inayoitwa kanisa, ambayo ni mimi na wewe, sio jengo. Tunaelewana? Watu wakitaka kupata chaji za ufalme wa Mungu wanaweka simu zao kwenye extension. Kwa hiyo mimi niliye balozi wa ufalme wa Mungu na wewe tuliofanywa makuhani na wafalme kwa damu ya Yesu, sisi ambao tuko hapa tumeokoka, si ndio? Sasa mtu akitaka kupata habari za ufalme wa Mungu anakuja kujiunganisha na sisi, anapata chaji za mbinguni. Unaelewana? Sasa Biblia inasema hilo kanisa ambalo ni mtu litapitia nyakati 7. Nyakati 7. Mimi nazitaja katika lugha nyepesi, kipeperushi kimeandikwa katika maneno mazito zaidi, na ya vipindi nyakati ni zile zile. Tunaelewana eh? Hili kanisa limegawanyika katika nyakati kuu mbili. Ndani ya hizo nyakati kuu mbili ziko nyakati 7. Nyakati kuu mbili ni kabla ya msalaba na baada ya msalaba. Kabla ya msalaba tunaita nyakati za giza, baada ya msalaba nyakati za nuru. Kabla ya msalaba nyakati za giza, baada ya msalaba nyakati za nuru. Tunaelewana hapo? Sasa hizi nyakati 7 ziko hivi. Wakati wa kwanza, kipindi cha kwanza ambacho kanisa litapitia ni kipindi cha Agano la Kale ama kipindi cha Torati. Agano la Kale ama Torati. Ninaamini waliokuwepo mwanzo walikuwa washaandika hivi vitu, si ndio? Baada ya kipindi cha Torati ama Agano la Kale, kanisa litapitia msalabani. Litapitia wapi? Msalabani. Baada ya msalabani, kanisa litapitia kipindi cha 3 kinaitwa kipindi cha neema. Kipindi cha baada ya kipindi cha neema, kanisa litakwenda kipindi cha 4 kinaitwa kipindi cha mapigo, ambacho kitakwenda hapa kwenye dhiki kuu, kipindi cha mapigo. Baada ya kipindi cha mapigo, kanisa litapitia kipindi kinaitwa unyakuo. Baada ya mapigo kinakuja kipindi cha unyakuo. Baada ya unyakuo kinakuja kipindi cha Harmagedon, vita ya Harmagedon. Hicho ni kipindi cha ngapi sasa? Kipindi cha ngapi hicho? Cha 6. Vita ya Harmagedon. Sawa? Kipindi cha 7 ni kipindi cha umilele. Sawa eh? Sasa kila kipindi kikishapita hakirudi, kinabaki historia, kama ambavyo mwanadamu, kwa sababu kanisa ni mtu. Unaelewana? Kama ambavyo mtu huyu amepitia vipindi kadhaa vya maisha yake. Ukisoma historia, mwanadamu alianza akapita nyakati, zama za mawe. Zama za mawe katika sehemu 3, zama za mawe za kale, za kati, za mwisho, lakini zote ni zama za mawe. Tunaelewana? Baada ya zama za mawe ikaja zama za chuma. Baada ya zama za chuma ikaja zama za teknolojia. Tunaelewana? Za sayansi na teknolojia. Sawa? Sasa walimu shuleni wanatufundisha historia. Wanatuambia hivi, zamani binadamu aliishi zama za mawe. Alichonga mawe, alifikicha mawe kupata moto. Alitumia vijiti viwili vilivyochongwa, alivifikicha vikatoa moto. Tunaelewana? Lakini wanapotufundisha hiyo historia, hawatuambii leo turudi tukafikiche mawe. Hawatuambii leo turudi tukafikiche miti. Wanasema zamani walifikicha mawe, zamani walifikicha moto, walifikicha miti, lakini sasa tunawasha na kiberiti. Amen. Sio, mnaona tofauti? Amen. Sawa eh? Amen.
Kwa hiyo maana yake kanisa zama za kale ni zama za Torati, zama za sheria, agano la kale. Tunaelewana? Lakini kanisa limepita msalabani na Kristo. Baada ya kupita msalabani na Kristo, sasa kanisa lipo katika nyakati ya tatu ama kipindi cha tatu, kinaitwa kipindi cha neema. Kipindi cha nini? Cha neema. Changamoto kubwa inayojitokeza kwenye kanisa ni kwamba katika kipindi hiki cha neema, sawa, watu bado wanataka kuishi zama za mawe. Wanafundishwa zama za mawe, zile agano la kale, habari za udongo, habari za chumvi iliyotupwa kwenye maji yakaacha kuzaa mapooza. Halafu wanaambiwa leo wachukue chumvi wakatupe kwenye maji, wanaambiwa leo wachukue majogoo wakachinje, wanaambiwa leo wachukue udongo wakaombee, wakati hizo ni zama za mawe, ni historia, hatupaswi kurudi kuiishi. Sasa hivi tuko zama za teknolojia ambazo ni zama za neema, tunasonga mbele, haturudi nyuma, tunasoma kama historia. Narudia, sijasema usisome agano la kale. Maana yangu ni kama ambavyo tunafundishwa shuleni kwamba agano la kale watu walifikisha mawe kupata moto, lakini sasa washa na kiberiti, ndivyo tunatakiwa tuambiwe kwamba zama za kale kulikuwako na safina. Walioingia kwenye safina waliokoka, waliokataa waliangamia. Lakini sasa tunaye Kristo, walio ndani ya Kristo ni viumbe vipya, wameokoka. Wasiomkubali Kristo wataangamia. Ukimwambia, tunasema agano la kale ni kivuli, agano jipya ni kitu halisi. Ukimwambia mtu hiki ni kivuli cha dokta, lazima akuulize dokta yuko wapi. Sio, unanielewa? Hiki ni kivuli cha dokta, lazima anakuuliza dokta yeye yuko wapi. Si ndio? Sasa ukiwaambia watu zama za mawe, waambie sasa tunaishi. Ukiwaambia watu zama za kale tulikuwa na sanduku la agano la wana wa Israeli, walibeba sanduku la agano ambalo ndani yake kulikuwa na fimbo, lazima mwambie fimbo ni Yesu Kristo aliye mchungaji mwema. Mwambie ndani yake kulikuwa na mikate, mwambie mkate wa uzima ni Yesu Kristo katika zama za teknolojia. Unaelewana eh? Ukiwaambia kulikuwa na mawe yaliyokuwa na amri 10 za Mungu, mwambie Kristo amezikamilisha amri zote katika pendo. Unaelewa? Usiwaache zama za kale. Mwambie historia, halafu walete tulipo leo. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Sasa naomba tusome yale maandiko. Nipite hapo kidogo alafu nimwachie baba. Tuanze na Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Biblia inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Ukitumia kwa halali neno la kweli. Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la nani? Maana yake kuna nyakati utalitumia neno isivyo halali, kwa sababu kama nitakwambia leo katika zama za teknolojia tunawasha na kiberiti, nikakwambia nenda kaniwashie moto kwa kupikicha mawe, nimetumia neno isivyo halali. Tunaelewana? Kulitumia neno kwa halali manake lazima ujue kuligawanya, kwamba hili neno ni kabla ya msalaba ama ni baada ya msalaba. Maana kabla ya msalaba ni giza, baada ya msalaba ni nuru. Tunaelewana? Hebu naomba tusome Wakorintho wa pili 3:7-18. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 18. Na tunamalizia mstari wa 6. Naomba usome taratibu kwa vituo, tunaelezana kidogo. Kwa ajili ya wageni nitapita, lakini najua wenyeji tunaelewa. Lakini hata kama hukuelewa vizuri wakati ule, nisikilize tena, itakusaidia. 3:7 inasema, Basi
huduma ya mauti, ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, ilikuja katika utukufu, ilikuja katika utukufu wa hebu anza tu upya. Basi ikiwa huduma ya mauti iliandikwa na kuchorwa katika mawe, ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake. Tulia kidogo. Huduma ya nini? Imeandikwa huduma ya nini? Huduma ya mauti. Huduma ya mauti iliandikwa katika nini? Katika mawe. Katika mawe. Wote ni wasomaji wa Biblia. Nini kiliandikwa kwenye mawe? Nini kiliandikwa kwenye mawe? Naomba tujibu jamani. Sheria. Si ndio? Amri 10 za ambazo Musa alishuka nazo kutoka wapi? Sinai. Si ndio? Mlima Sinai. Sawa Utaona kwenye Kutoka sura ya 20. Ukisoma hiyo sura ya 20 yote utaona huko. Sawa Amina. Sasa ikiwa huduma ya mauti, yani zile amri 10 zilizoandikwa kwenye mbao, Biblia inasema ni huduma ya nini? Ya mauti. Sawa Hebu endelea. Nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Hiyo huduma ilikuja kwa utukufu kiasi kwamba wana wa Israeli hawakuweza kumtazama uso wa Musa. Yaani Musa alikuwa anang'aa sura yake kiasi kwamba wana wa Israeli walikuwa hawawezi kutazama sura yake. Ikabidi Musa afunike uso wake ili waweze kumuona. Tunaelewana Lakini huu utukufu ambao ulikuwa upo kwenye uso wa Musa ulikuwa una mwisho wake, kwa sababu Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo alikwisha ujua mwisho wa sheria kabla ya mwanzo wake. Tunaelewana Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Kama hiyo huduma ambayo ni huduma ya mauti ya sheria ya Torati ilikuwa na utukufu. Je, huduma ya Roho ni ya wakati gani? Sasa. Huduma ya Roho ni ya sasa, na ilianza wakati gani? Ilianza wakati tulipojazwa Roho Mtakatifu, wakati wa Pentekoste, ndipo ambapo Agano Jipya linapoanzia. Agano Jipya halianzii kinapoandikwa kitabu Agano Jipya, hapana. Agano Jipya ambayo ni huduma ya Roho inaanza walipojazwa Roho, wakaanza kuhubiri Injili ya Kristo kwenye maeneo yote, wakitenda kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Bwana alisema basi subirieni mpaka mtakapompokea huyo Roho. Tunaelewana Msaidizi. Kwa hiyo Agano Jipya linaanza, kwa maana ya huduma ya Roho linaanza pale watu walipojazwa Roho. Malizie. Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu, tena inaitwa huduma ya adhabu. Mara ya ngapi hiyo? Imeanza huduma ya mauti, alafu huduma ya adhabu. Yote ni huduma ya sheria. Sawa? Ina utukufu. Ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, siuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Seuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Kama ile ya adhabu ina utukufu, je, huduma ya haki, huduma ya Roho, si ina utukufu zaidi? Maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi. Hata ile iliyotukuzwa, huduma ya Torati, hiyo huduma ya sheria, haikuwa na utukufu kama ilivyo huduma ya Roho. Kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika ilikuwa na utukufu, zaidi sana ile ikaayo ina utukufu. Sawa. Tuendelee. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii,
twatumia ujasiri mwingi. Nasi si kama Musa. Nasi mimi na wewe si kama Musa, si kama Musa. Alivyotia utaji huu. Alivyotia utaji juu ya uso wake. Ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Anzia hapo sasa, naomba usikilize vizuri. Ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale. Utaji huo wakaa. Yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Basi Bwana ndiye roho. Warakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. 18 inasema lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, uso usio na sheria, uso usio na torati, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo. Toka utukufu hata utukufu. Tunataka watu watamke viwe. Imesema tunabadilishwa toka utukufu hadi utukufu. Ndipo hapo tunabadilishwa utukufu hadi utukufu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Tuko mstari wa 6. Naona muda wangu unaisha. Mstari wa 6. Biblia inasema naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko, bali wa roho. Mimi na wewe ni wahudumu wa roho, sio wahudumu wa agano jipya, ambao ni wahudumu wa roho. Agano jipya tumeanza tulipojazwa roho, sio wahudumu wa torati, sio wahudumu wa sheria. Kwa maana andiko huua, sheria huua, torati huua, bali roho huisha. Hallelujah. Amen. Yaani maana yake tafsiri iko nyepesi sana. Ili andiko kisoma nafikiri ni jipya, lakini liko wazi kwamba wakati ule wa sheria, torati ya Musa isomwapo hata leo, sawa? Utaji unaikalia mioyo uzito kama kitambaa. Tena imesema hata leo lisomwapo torati ya Musa, utaji sio sasa haukai usoni. Sasa utaji unakaa wapi? Utaji huikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Kristo, utaji unafanyaje? Unaondoka. Tunaelewana? Maana angalia makanisa yote ambayo watumishi wa Mungu wamekuwa wakubwa kuliko Kristo mwenyewe. Makanisa yote ambayo watumishi wa Mungu wanaogopwa, wamekuwa miungu watu. Angalia mafundisho yanayofundishwa Agano la Kale. Mitume na manabii sio wote. Sawa Sio wote. Unakuta wanafundisha habari za udongo, habari za maji, habari za vitambaa vya zambarau, vitambaa vyekundu, vitambaa sijui vya nini, mara vibuyu, mara chumvi. Hayo yote ni kule zama za mawe. Na Biblia inasema likisomwa torati ya Musa hata leo, utaji
unaikalia mioyo yao. Washirika wa haya makanisa wamejazwa hofu, wanaogopa watu kuliko wanavyomheshimu Mungu. Wamejazwa hofu, akisimama mchungaji watu wanalala chini, anakanyaga juu. Akionekana mchungaji watu wanamkimbilia, wanamsujudia, tafikiri Mungu mtu. Wamejazwa hofu kwa sababu nini kimekalia mioyo yao? Utaji umekalia mioyo yao. Lakini hata leo wakimrudia Kristo, wakihubiriwa injili ya neema, wakaenda agano jipya, wakatoka agano la kale, utaji unaondoka. Ndio maana tukiwa kwenye mahubiri ya zamani, kwenye deliverance, tukianza kukwambia habari za mapito yako, mizimu ya babu, mizimu ya nani, wachawi, mapepo, tunakurudisha kule kwenye maandiko ya agano la kale, tunakusomea, tunakuchaza nini? Utaji. Utaji ni nini? Uzito wa mioyo, ambao ni nyuma ya msalaba. Nyuma ya msalaba giza. Giza ni nani? Shetani mwenyewe. Tunaelewana eh? Tukikujaza yale, unajazwa hofu. Halafu tukishamaliza tunasema kwa jina la Yesu Kristo, mizimu inayomsumbua toweka. Yaani tumekuweka kwenye sheria, tumekujaza hofu, tumekujaza utaji, halafu tunamgeukia Kristo sasa. Tukimgeukia Kristo tunasema kwa jina la Yesu Kristo toweka. Lile giza likitoweka tuliko kujaza wenyewe, unaanguka. Tunasema Mungu amejitukuza. Kumbe tulikujaza utaji sisi wenyewe. Ndio maana kila siku utaanguka. Kwa sababu kila siku nitakujaza utaji, nitautoa. Nitaujaza utaji, namgeukia Kristo, utaondoka. Nikijaza utaji, namgeukia Kristo, unaondoka chini. Kila nikija chini, unaanza kuniogopa. Mtumishi amejaa nguvu za ajabu. Mtumishi hakusiki, matokeo yake nakuwa Mungu mtu. Mnaelewa? Amen. Hayo ndio tunakotoka huko. Asante. Huko ndio tunakotoka. Tunakwenda kwenye injili ya neema, kwenye nuru, kwenye utukufu. Tunabadilishwa tufanane naye, utukufu hadi utukufu, kwa kuwa sisi ni wahudumu wa huduma ya Roho, ambayo sio huduma ya mauti. Maana andiko huua, Roho huisha. Mimi ni balozi wa Kristo, mhudumu wa huduma ya Roho, sio ya andiko. Haleluya! Nimewekwa huru kweli kweli. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimwachie babu, nimekula dakika 5 zake 7 sui. Amen. Hebu tusome Warumi 1:16. Nikuonyeshe kitu kabla sijaanza. Warumi 1:16, msomaji mzuri soma. Biblia, Patie maiki asome vizuri. Biblia inasema kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Haleluya. Ni uweza, injili ni uweza wa Mungu, wala sio maombi. Amina. Watu wengi wanapenda maombi, lakini uweza wa Mungu uko ndani ya injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtumishi anaenda kama anataka kupaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini mimi nataka nitoe kwanza ufafanuzi juu ya hili. Mimi sijaanza somo langu, nikusaidia uelewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii karatasi ukiangalia utaona msalaba hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Huu msalaba huu unaona nyuma ni agano la kale. Ukivuka ni agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano la kale utaona kuna sheria. Na huku baada ya agano jipya, mara tu baada ya hapa agano jipya unaanza na neema. Lakini kabla ya neema utaona kuna nimeweka mstari mwekundu. Unapovuka msalaba hapa, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1, ndipo linaanza agano jipya. Bwana asifiwe sana. Ukirudi huku nyuma kote ni agano la kale. Mbona mjibu amtembei na mimi? Ukirudi huku ni agano la kale. Sasa nakupa kitu kimoja unielewe. Zile injili 4 ziko nyuma ya msalaba. Kwa sababu hata mitume kabla ya kushukiwa na Roho Mtakatifu walikuwa wajaokoka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Ukitembea na mimi utafundisha watu wengi sana. Amen. Mathayo aliandika habari za Yesu akimwona anatembea. Marko anaandika habari za Yesu akimwona anatembea. Pia na Luka naye akiwa daktari naye alianza kutembea naye akaacha na udaktari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Daktari ataacha, uweze kutembea na roho, urudi kwenye mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata Yohana naye aliandika akimwona Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nitakufundisha habari ya ufunuo. Ukisoma kwenye habari ya ufunuo utaona unabii ulikuwa unasema huyu akamwona kama simba, huyu akamwona kama ndama, huyu akamwona kama mwanadamu, huyu akamwona kama tai arukaye. Kwa hiyo hizo injili nne ndizo zile injili nne Mathayo nini zinaonekana katika mwili. Yesu anatembea katika mwili, sio katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa injili ya Paulo ukisoma Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 6, Paulo anaandika kitu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema injili ninayohubiri mimi si injili ya kufundishwa na mwanadamu, bali ni injili ambayo mimi nimefunuliwa na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema si injili ya kufundishwa na mwanadamu, bali ni injili ambayo yeye amefunuliwa na Kristo katika roho. Na anasema, anasisitiza, atakayehubiri injili ya namna hii na alaniwe, hata kama ni malaika na alaniwe. Tofauti na hiyo injili ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa baada ya msalaba hapa Pentecoste, sikiliza, Yesu alisema mwende mkae mule siku 50, lakini si kwamba walikaa siku 50. Wale Wayahudi kwa taratibu zao walishakaa kwenye Pentecoste yao, yani ile siku ya sikukuu zao za siku 50, lakini mitume walienda kukaa siku 10 tu. Maana hao walikuwa wameshakaa siku 40. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitume walikaa siku 10 tu kwenye lile jengo, walipowaambia mwende mkae mule mpaka ahadi ya Baba ishuke ije kwenu. Kwa hiyo walienda kukaa siku 10. Baada ya kukaa siku 10 hapa, Roho Mtakatifu anashuka, inakamilika ile Pentecoste. Roho Mtakatifu anashuka, linaanza agano jipya. Agano jipya lilianza wakati Yesu alipozaliwa. Agano jipya lilianza aliposhuka Roho Mtakatifu. Ndiye anasema sisi tunahudumu katika roho. Bwana asifiwe sana. Sio agano jipya. Haleluya. Amen. Nikuulize swali. Agano jipya maana yake nini? Mtu akikuuliza huko njiani, nini maana ya agano jipya? Nini maana ya agano la kale? Utamjibu nini? Darasa. Uko kwenye seli. Mimi sijaanza somo, nataka nikusaidie kwenye hii karatasi. Nimeitolea maandiko mengi sana. Utasoma kwa muda wako utaelewa. Bwana Yesu utafundisha kila mtu. Hata wachungaji utawafundisha bila kwamba hawaelewi vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana ya agano la kale? Nani mtoto? Unasoma tu kila siku mnaenda. Agano la kale maana yake nini? Alright. Okay, basi. Agano la kale Mungu alifanya na wanadamu. Sawa. Alifanya na nani? Na wanadamu. Agano jipya Mungu anafanya na mwanae wa pekee ambaye ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu, mwanadamu. Ndio maana hilo agano liliandika kwa sababu Adamu alijichanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema hili agano jipya ni bora kuliko agano la Haleluya. Sasa nyinyi mnataka muishi kwenye agano la kale wakati mmezaliwa kwenye agano jipya. Sisi wote ni agano jipya. Amen. Hakuna mtu wa agano la kale hapo. Ila ninyi wenyewe mnataka mrudi muishi kwenye agano la kale. Hiyo shida hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya msalaba ndipo linaanza kanisa hapa. Baada ya msalaba linapoanza kitabu cha Matendo sura ya kwanza, ile sura ya 2 mstari wa kwanza linaanza agano jipya. Tunasonga mbele. Hakuna kurudi nyuma. Ndio maana Mungu anakuambia zama za mawe, sasa tuko kwenye zama za teknolojia. Ukitaka kiberiti cha chwa, sijui kupiga mawe ushauri yako. Tunawasha gesi chwa, unapata moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tulipo unasonga mbele. Wewe unataka
kuwafikisha watu mbele ya msalaba. Na unaona viko vitu vingi watu kanisa hajui. Baada ya neema Roho Mtakatifu ataondoka. Roho pamoja. Na kabla ya neema Roho Mtakatifu atafikia unyanguo. Nimekuwekea mstari hapa ili uelewe. Pana vitu vinaitwa sio dhiki kuu wala ni mapigo aliyosema ndio. Mapigo. Bwana asifiwe sana. Kwani wewe nikwambie corona watu wanasumbuka ndo. Nani aliomba corona iondoke? Kati yenu. Hebu tuulize nani alikuwa anaomba corona iondoke? Mbona mnanyamaza? Ni mgomba. Mliombaje? Tulikuwa tunaomba. Ili iweje? Kwenye nchi. Samani natumia neno lakini si watu wenu. Ninyi ni wajinga. Ndio. Huwezi kuzuia mpango wa Mungu usifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kabla ya unyakuo anasema itakuja matetemeko, yatakuja magonjwa, mafuriko, matatizo yatatokea. Ni ishara kwamba Yesu anakuja. Sasa nyinyi mnazuia Yesu asije. Kunyakuliwa bila mapigo. Kunyakuliwa bila mapigo. Hawezi kuzuia mpango wa Mungu wewe. Lazima corona ije, yatakuja na mengine. Ni ishara kwamba Yesu anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa itakapo yeye ametoa mapigo, mafuriko ya kutosha, hiyo ishara zikianza, ni ishara kwamba Yesu anakaribia kurudi. Roho Mtakatifu atatunyaku. Kinachonyakuwa inakuliwa ni kanisa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachonyakuliwa ni kanisa tu. Tunakwenda kumlaki Bwana mawingu. Lakini watabaki watu hapa. Ambapo hiki kipindi kinaitwa dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe. Kichapo. Anasema kama una alama ya 66 hautauza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo penye shida kuu. Watakao baki ni moto. Wajani watapigwa. Sio kawaida. Na Biblia zitakuwepo. Ndio maana nakwambia hata hizi kompyuta hizi nikiangalia kale kwa virus kataingia katanyakua kompyuta zote hazitakuwepo kwenye masimu yenu hapa. Na Biblia zitakuwa zimeisha chomwa. Ukisoma vizuri maandiko, hapata kuwa na Biblia zitachomwa. Neno litabaki ndani ya hata kuomba tutakuwa tunakusanyika tunajificha maana ni dhiki kuu. Bwana Yesu, lakini sisi tutakuwa tumeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunakuwepo. Mimi na wewe utaenda. Watakatifu watakuwa wameshanyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii dhiki kuu inahusu mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni nani? Wewe nikupe siri. Ni taifa la Roma. Sasa ukitaka kuambia nenda kawaambie. Taifa la Roma ndilo linaitwa mpinga Kristo. Na sasa wanasema labda ni papa. Bwana asifiwe sana. Wewe vizuri bila kufundisha kweli, soma Ufunuo. Lakini ni kwa nini inaonekana ni papa atakayekuwa anahusika? Dhiki kuu inahusika na mpinga Kristo kwa nini? Kwamba hapa hii dhiki kuu mpinga Kristo ataungana na mataifa yote ya ulimwenguni makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili hii vita inayoitwa ya Armagedoni ni kule Warusi wataenda kushambulia Wayahudi. Taifa teule la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo kipindi hiki ambacho Wayahudi wataokoka. Wayahudi hawajampokea Kristo. Lakini kwenye hapa hivi kikuu Wayahudi wataokoka kwa sababu wanalazimishwa wamkataa Yesu bila kupenda. Lakini anayewashurutisha ni taifa la Roma litatawala mataifa yote kwa kisingizio kwamba vita hii ya kuwapiga Wayahudi hamuiwezi kwa sababu vita inashindwa kwa mpango wa Mungu na sisi Warumi ndio tunamjua Mungu. Kwa hiyo kwa kigezo cha kumjua Mungu watakamata mataifa yote. Kwa hiyo dunia itatawaliwa tena kwenye hapa na Warumi kama ilivyotawaliwa nyuma. Watatawala ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watakapokuwa
Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana labda kwa mwisho wa dunia, maana wakikaribia na waswala wanakuja na vyombo vyao, tunapigwa moto. Sasa tujue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikufunulie kidogo, uanze kupanua mtazamo kwamba nafsi inaambatana na roho, yote viko ndani ya moyo. Lakini sasa kilichoanza kwanza dunia ni nini? Ni nafsi. Lakini ikiondoka roho na nafsi inaondoka. Haya mambo ya Mungu ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kiumbe cha asili chenyewe kinapenda dunia, kinapenda kuishi duniani, hakipendi kukaa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndio kiumbe asili. Kwa hiyo kiumbe asili kinakaa nyuma ya msalaba, kiumbe kipya kinakaa baada ya msalaba, na nyuma ya msalaba ni agano la kale, baada ya msalaba ni agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni wa agano jipya au agano la kale? Mbona mjibu kwa hebu kwa sauti? Ninyi ni wa agano la kale au agano jipya? Agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kiumbe kipya hutokana na kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Kiumbe kipya kinazaliwa. Tuwa pamoja. Kiumbe cha asili alifinyaga udongo huu. Kilipoanguka, si unajua habari ya anguko? Ngoja nikupe kidogo. Anguko, Adamu alipotenda dhambi, Mungu akaondoa ule utukufu. Adamu akabaki na maisha tu, anaishi kama wanadamu wengine, kiumbe asilia. Lakini alipoondoa ule utukufu, Adamu akawa mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa amesemaje? Unishike vizuri hapo. Alisema Adamu, nakupa bustani ya Edeni nzuri, ukailime na kuitunza. Lakini katikati ya bustani hii iko miti mingapi? Miwili. Kuna mti wa uzima na mti wa mema na nafsi imekamatana na nini? Huku ndani kwenye moyo kuna nini? Kuna nini? Kuna roho na anamwambia Adamu, usile ile miti katikati. Ile miti kuna miti miwili, mmoja wa uzima, mwingine wa mema na ndio iko ndani huku. Kuna roho na sasa anza kupiga picha. Unaona nini? Je, Adamu angekula ule mti wa uzima angekuwa? Angeishi bila dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kutafakari na utapata mafafanuzi. Kiumbe cha asili kimefinywa kutokana na udongo na kupuliziwa pumzi ili kiwe nafsi hai, yaani kiwe na utambulizi. Angalizo, nini roho na nini nafsi? Angalia, nini roho, nini nafsi? Mwanadamu ana roho wa mwanadamu. Sawa? Mwanadamu ana roho wa mwanadamu. Ndani yake, yaani bora useme mimi ni roho, sawa? Nina nafsi, niko ndani ya mwili. Hiyo ukianza kuitafakari utaona kwamba wewe ni wa milele. Maana amesema roho zote zitamrudia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo milele uko ndani yako. Wewe umeumbwa kuishi milele. Lakini anguko lile lilipokuja tukafa wote. Adamu ametuua kwa sababu ya uasi. Dhambi anayoshughulikia msalabani Yesu ni dhambi ya uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuendelee taratibu, utakuja kujifunza dhambi ni nini. Lakini mimi nataka ujitambue wewe ni kiumbe Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini baada ya anguko hilo, kiumbe hakikuwa na mawasiliano na Mungu tena, kikafa kiroho. Kinaishi kwa namna ya kiulimwengu tu, nacho kinatambulishwa na matendo ya mwili. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 na 21. Msomaji wangu. Kiumbe cha asili kinaishi kiulimwengu tu na kinatambulishwa na matendo ya nini? Ya mwili. Wagalatia. Hicho ndio kiumbe asili. Sura ya 5:19 mpaka 21. Biblia inasema,
Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kiumbe asilia kinaishi matendo ya mwili. Na yote haya aliyoyasoma hapo ndiyo matendo ya kiumbe asilia. Na anasema ukiwa huko nyuma hutaurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tuangalie kiumbe kipya kinatambulishwa na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Roho wa Mungu anavyoshuhudia kupitia Yohana Mtakatifu, tuone Yohana 1:5, Yohana 8:12. Hicho kiumbe kipya hakipokei nuru. Yaani hakipokei hata maarifa ya kimungu hata kidogo. Hicho kiumbe cha nyuma ya msalaba. Tusome Yohana 1:5. Biblia inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nayo nuru yang'aa gizani, gizani, nayo giza haiwezi. Nuru ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, na anasema pia na ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lakini giza haiwezi nuru. Sasa inakuwaje watu wanakuwa na mapepo? Inakuwaje watu wanakuwa na mapepo? Wanaishi maisha ya kimwili. Kwa hiyo ina maana mtu wewe akili yako haijakupeleka ukajitambua kwamba mimi nimezaliwa upya, mimi ni kiumbe kipya, mimi ni nuru, giza hainiwe. Ni ukitambua mambo yanaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kiumbe kipya sasa uishi kwa kumtegemea Roho Mtakatifu. Hicho ndicho kiumbe kipya. Hakitegemei mambo ya ulimwengu. Kiumbe kipya kinamtegemea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kiumbe kipya hutambulishwa kwa matendo ya Roho Mtakatifu. Tusome Wagalatia 22-23. Bwana Yesu asifiwe sana. Chapu msomani. Ukae stand by. Kiumbe kipya, Wagalatia 5:22. Sema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Naomba angalizo. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Jamani, mmenielewa? Amen. Hakuna sheria ya Musa iliyotolewa Sinai inaweza kugusa kiumbe kipya. Haipo. Tunaelewana? Amina. Mimi sikuandika mimi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria ya Musa, wala hakuna sheria ya dhamiri. Hamjui sheria ya dhamiri? Adamu alipotenda dhambi alifanyaje? Aligundua yuko uchi, akakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ngoja nikwambie, watu walikuwa wanaishi hivi kama wanyama, kama mnavyoona ng'ombe, mnavyoona kuku, na wao walikuwa hawana nguo. Tunakubaliana? Amen. Lakini walipotenda dhambi wakajigundua wako wakakimbia Mungu akashuka kama kawaida. Adamu, uko wapi? Niko huku, nimejificha, mimi niko uchi. Nani kakwambia wewe uko uchi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakawa uchi. Lakini yani sisi tunatakiwa tuishi bila nguo. Nguo zimekuja kwa sababu ya anguko. Mnahangaika, mnapoteza hela. Turudi kwenye utufu, tutembee uchi tu, hamna shida. Au ni ngumu?
Nguo zimekuja baada ya anguko. Walipoanguka Mungu akaja akachinja mnyama akawafunika, lakini na wao walianza kujifunika na minyasi. Kabla ya hapo walikuwa wanajiendea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona utukufu wa Mungu ukikufunika. Kwani unaona ng'ombe wanatamaniana ovyo? Wao wanasema joto likiingia na sisi na wao ndio ilivyotakiwa hivi. Lakini baada ya kuanguka ikaingia starehe ya mwili. Watu wanawakiana moto tu kila siku. Piginye umezidi. Ninakuambia. Mwanamke ukimwangalia umezidi. Kila siku wanazidi watu kwa sababu wako nyuma ya msalaba. Mwanamke mmoja kwa siku hapa mjini anazinisha watu zaidi ya 100. Nikwambie, kwa sheria ya Musa wako watu wengi wamekufa kwa sababu ya vinini. Hawa wanaotembea na vinini wamekufa. Kwenye magari unaona mwanamke anavuta bila kata, wengine wako wamekufa tayari. Hakuna sheria kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ukipita msalaba, juu ya hayo hakuna sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kiumbe kipya, tuangalie tuone Wakorintho wa 2:5-17. Somaji kimbia. Alafu tasoma Wagalatia 6:15. Kiumbe kipya. 5:17 Biblia imesema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wewe ni mzima, wala hakuna kitu chochote, hakuna pepo, hakuna wachawi kukugusa, sijui mizimu, sijui roho fatilizi, havipo kwa kiumbe kipya. Sasa kwa nini watu wanaanguka mapepo kanisa?